Uma unataka kujua bado mmeshtuka Singida? Maana mara mwisho tulitoa taarifa kwamba tumepokea kwa mshtuko kocha wetu Hamdi Miloud kutambulishwa na Yanga kinyume na utaratibu. Statement yetu ilikuwa hivyo. Kwa watu mpaka leo wamekuwa utani. Wanavona tupo kimya, hatusemi lolote. Hamdi anaendelea na majukumu yake pale Jangwani na nini. Kwa hiyo ule mshtuko watu wanataka kujua umeishia wapi. Habari njema ni kwamba ule mshtuko umeisha. Sasa hivi tumeshatulia, tumefocus na mambo yetu. Kocha wetu David Ouma anafanya kazi nzuri, lakini mshtuko huu haujaisha tu kienyeji. Mshtuko huu umeisha baada ya kile ambacho tulikuwa tunakitaka kufanyiwa kazi. Kocha Hamdi Miloud, ni kweli utaratibu wa kuondoka kwake Singida Black Stars ulikuwa kinyume na utaratibu ambao kwenye maelezo ya awali hatukueleza ni utaratibu gani, lakini kwa faida ya wapenzi na wadau wa soka niseme tu, unapoamua kupata deal sehemu nyingine, labda umepata deal ya kazi au ofa, sisi hatuzuii awe ni mchezaji, awe ni kiongozi, awe ni kocha kwenda sehemu yoyote ya anayohitaji, kwa sababu ni kazi, ni biashara pia iko humu ndani. Kwa hiyo tunachokitaka sisi ni utaratibu wa kuvunja mkataba. Sawa sawa sisi katika mikataba yetu kila mtumishi mkataba wake uko very clear. Unapotaka kuvunja mkataba unatakiwa ufanye nini? Kuna gharama za kulipa za kuvunja mkataba. Huwezi kuondoka tu kama umeingia sijui wapi umetoka umeondoka zako. Kwa hiyo haikufuata utaratibu wa kuvunja mkataba. Kuna fedha ambayo ilitakiwa ilipwe sawa sawa ya gharama ya kuvunja mkataba, kwa sababu tulimpa kazi ya yenye mkataba wala haikuwa kibarua. Kwa hicho ndio tulikuwa tunakitaka. Kwa hiyo mambo ya kimkataba yamemalizwa kimkataba, wamerudi mezani pamoja na uongozi wake, management yake, wamelipa kiasi ambacho tulikuwa tunakihitaji kwa mujibu wa mkataba wake, na baada ya hapo tumempa baraka zote. Kwa sasa hatuna kesi tena na kocha Hamdi Miloud. Kwa kiufupi ametulipa, tumemalizana naye na tunamtakia kila laheri huko aendapo. Sisi tunachokitaka na tulichokilenga ni kutoa hii somo ili next time isije ikajirudia kwa mtu mwingine yoyote. Unapotaka kuondoka sehemu, usipite dirishani, pita mlangoni. Mshtuko sasa basi. Sasa hivi mshtuko basi. Sasa hivi mambo yameshakaa buli.